Bana, sakata kubwa kabisa barani Ulaya kwa hivi sasa ni taarifa ya ghafla kutoka kwenye majarida tofauti yanayoandika kule barani Ulaya kuhusiana na Vinicius Junior kugoma kuongeza mkataba kwenye kikosi cha Real Madrid, licha ya kwamba ameshakutana na viongozi wa klabu ya Real Madrid pamoja na wawakilishi wake kukutana na viongozi wa Real Madrid. Vinicius Junior ameweka ngumu kuongeza mkataba ambao unaisha mapema mwaka 2027 kwenye kikosi cha Real Madrid. Sasa utajiuliza nini ambacho kimetokea mpaka hivi sasa tulikofikia, kwa nini Vinicius Junior amegoma kuongeza mkataba na kwa nini ameweka ngumu kabisa katika nyakati hizi. Madrid hawana pressure kubwa sana na Vinicius Junior kwa sababu uhalisia ni kwamba mkataba wake unamalizika mwezi Juni mwaka 2027. Mkataba wa kwanza ambao Vini alisaini wa nyongeza kwenye kosti ya Real Madrid ilikuwa ni mwaka 2022 kwa mkataba wa miaka 5, na kufikia mwaka 2027 mwezi Juni Vinicius atakuwa anamaliza mkataba wake kwenye kosti ya Real Madrid. Sasa watu wengi wanafikiria ni fedha peke yake, wengine wakifikiria ni mahusiano peke yake kati yake na Xabi Alonso, lakini uhalisia ni kama ifuatavyo. Mapema kabisa mwezi Januari mwaka huu 2025 kwenye uwanja wa Valdebebas, uwanja wa mazoezi wa klabu ya Real Madrid, wawakilishi wa Vinicius Junior, mmoja kati ya wawakilishi wa Vinicius Junior pamoja na baba yake walikutana na viongozi wa juu kabisa wa kikosi cha Real Madrid kwa ajili ya kujadili kuhusiana na swala la mkataba mpya wa Vinicius Junior, kwa maana ya maslahi pamoja na vile ambavyo vitahitajika ili Vini aongeze mkataba wa kuendelea kusalia Madrid. Hii ni mara baada ya Real Madrid kugoma ofa kutoka Saudi ya kumsaini Vinicius Junior kwa dau kubwa kabisa la fedha ambalo timu ya Saudi ilikuwa imeweka mezani kwa ajili ya kumpata Vini. Sasa mara baada ya kukutana katika mkutano huo wa kuzungumza kuhusiana na maslahi ya Vinicius Junior, kikosi cha Real Madrid kilileta mezani ofa ya takriban dola za Kimarekani milioni 20 ambazo atazipata Vinicius Junior katika mkataba wake mpya kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hii ilikuwa inahusisha mishahara pamoja na bonus nyinginezo, ikiwemo bonus ambazo zinahusisha performance yake ndani ya kosti ya klabu ya Real Madrid. Lakini wawakilishi wa Vini walikataa kabisa ofa hiyo, na ilikuwa inazingatiwa kwamba Vinicius Junior alikuwa anapokea takriban dola milioni 19.5. Kiasi ambacho alikuwa anakipokea katika mkataba huu wa sasa ni dola milioni 19.5 kujumlisha na bonus kadhaa, ikiwemo hii ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Ulaya kwa kupitia ile tuzo ya ilikuwa inatolewa na UEFA, lakini alikosa Ballon d'Or. Kwa hiyo pamoja na hizo bonus ambazo alizipata, Vinicius Junior alikuwa anapokea takriban dola za Kimarekani milioni 19. Kwa hiyo kitendo cha Real Madrid kutoa ofa ya dola milioni 20, viongozi wa Vinicius Junior pamoja na baba yake waliona kama hili ni kosa. Sasa nini ambacho walikipropose, kwa sababu uongozi wa Real Madrid uliwapa nafasi hawa ambao wamekutana nao katika huo mkutano kwa ajili ya kutoa ofa ya kile ambacho walikuwa wakihitaji, kwa maana ya ili wasaini mkataba mpya walikuwa wanahitaji nini. Sasa kwenye sehemu ya mkataba ambao walikuwa wanahitaji wawakilishi wa Vinicius Junior na mshahara walikuwa wanahitaji, ndio ilikuwa changamoto. Ni mshahara ambao hata Cristiano Ronaldo ulikuwa unamzidi wakati akiwepo kwenye kosti ya klabu ya Real Madrid. Ni mshahara wa kihistoria wa klabu hiyo, pamoja na bonus ambazo walikuwa wanazihitaji ni za kihistoria kutoka mchezaji yoyote ambaye amewahi kupita kwenye kosti ya Real Madrid. Kwanza walikuwa wanahitaji structure mpya kwa maana ya signing on fee, kitu ambacho Real Madrid hawatoi kabisa, lakini walitoa kwa Kylian Mbappe kwa sababu alikuwa amaliza mkataba na PSG na alikuwa anaingia kwenye klabu kama mchezaji mpya. Kwa hiyo Vinicius alisema kama waliweza kufanya exception kwenye mkataba wa Kylian Mbappe, kwa nini wasifanye kwake? Kwa hiyo akawa anahitaji signing on fee kwenye cost ya Real Madrid, alikuwa anahitaji bonuses, alikuwa anahitaji pia mshahara mkubwa. Na kwa mujibu wa jarida la New York Times linasema kiasi ambacho alikuwa anakihitaji wawakilishi wa Vinicius Junior ni takriban dola za Kimarekani milioni 30 kwa mwaka mmoja, kama sehemu ya bonuses, mishahara pamoja na coverage nyingine ambazo zitakuwa zinahusu maslahi ya Vinicius Junior. Real Madrid ni kitu ambacho walikikataa imminently kabisa, walikuwa wakubaliana nacho, hasa ukizingatia structure ya kile ambacho wamekuwa wakilinda muda mrefu, hasa kwenye signing on fee. Jambo la pili ambalo limesababisha mkataba wa Vinicius Junior mazungumzo kusimama ni mara tu baada ya kocha Xabi Alonso kuingia kwenye kikosi cha Real Madrid, mara baada ya Carlo Ancelotti kutokufanya vizuri katika msimu wake wa mwisho kwenye kikosi cha Real Madrid. Ni kiwango cha Vinicius Junior ndio kimewasababisha Madrid pia na wao wawe na hofu ya kutoa dau ambalo Vini analihitaji. Of course Vinicius Junior kama ambavyo walikuwa wachezaji wengine wa Real Madrid msimu huo wa 2024-25
hawakuwa na kiwango kizuri. Ukizingatia msimu wa 2023-24 ambao Vini alikuwa kwenye kiwango kizuri akichangia magoli 35 wakati ya michezo 39 aliyocheza, hakuwa na kiwango kizuri cha muendelezo, na Madrid of course walimaliza bila taji msimu huo. Kwa hiyo walikuwa wanahofia na walikuwa wanatamani kumuona Vini akirejea kwenye kiwango kile alichokuwa nacho wakati akigombania tuzo za Ballon d'Or na Rodrigo, kwa maana Rodrigo Hernandez Cascante ama wengine wanamuita Rodri. Kwa hiyo ilikuwa sababu ya pili pia ambayo Madrid walikuwa wanaihofia. Kwa hiyo alipoingia kocha Xabi Alonso alikuwa anahitaji kupata kitu bora sana kutoka kwa wachezaji wake. Unakumbuka mgogoro wa Vini pamoja na Xabi Alonso ulipoanzia ni mpango wa Xabi Alonso kwenye mchezo wa nusu finali wa Club World Cup ambao alipanga kumweka benchi Vinicius Junior, lakini mara baada ya injury ya Trent Alexander-Arnold akaamua kumrejesha. Lakini pia kuanzia pale inasemekana kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya kimahusiano na maelewano kati ya Vini mwenyewe pamoja na kocha Xabi Alonso. Sasa hii imethibitika mara baada ya Xabi Alonso kuamua kumsub Vinicius Junior kwenye mchezo wa El Clasico, wakati ambao Vini alikuwa anaamini alikuwa anaperform vizuri kuliko wachezaji wengine na walistahili kutolewa wengine. Kauliza gafa, kwa nini kila siku mimi natolewa? Kwa nini kila siku mimi natolewa? Mimi nitahama kwenye kosi ya Real Madrid. Lakini hata baadaye alipoenda kuomba msamaha kwa reaction aliyoonyesha, hamna sehemu yoyote aliyotaja jina la kocha wake Xabi Alonso kumuomba radhi kwa ile reaction ambayo alifanya, kwa sababu alimkosea heshima pale uwanjani. Kwa hiyo inasemekana pia mara baada ya tukio hile tension imekuwa kubwa sana na kumekuwa na maelewano hafifu sana kati ya Vinicius Junior pamoja na kocha wake Xabi Alonso, ambaye kwa sasa kwenye kosi ya Real Madrid inaonekana ana changamoto ya kimaelewano na baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo inasababisha Vinicius Junior asimamishe mazungumzo ya mkataba mpya. Na inasemekana Vinicius Junior yeye mwenyewe alimfuata rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez na kumwambia kwa sasa tusimamishe mazungumzo ya mkataba mpya kwa hivi sasa, kutokana na moja, mahusiano; mbili, ni kile kiasi cha fedha ambacho Madrid hawako kabisa tayari kukitoa. Trigger ya kwao wanahofia kuvunja utaratibu wao wa kutokutoa signing on fee, lakini pia swala la kiwango cha Vinicius Junior ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamtia mashaka. Vini anaamini kwa mchezaji wa status yake, kwa maana ya world class player, alikuwa anastahili kupewa heshima kubwa kwenye kosi ya Real Madrid, lakini pia alikuwa anastahili kupewa mshahara mkubwa. Ila swala pia la kocha wake kwenye mchezo wa nusu finali kumtumia upande wa kulia alafu Mbappe akacheza upande wa kushoto na bwana mdogo Gonzalo Garcia akacheza katikati, Vini anaamini ni kukosa heshima, kwa sababu amekuwa akiperform vizuri katika upande wa kushoto kwa muda mrefu, na hata alipokuja Mbappe anaamini yeye anastahili kucheza upande ule zaidi kuliko ambazo anacheza Kylian Mbappe. Mchezo wa mwisho dhidi ya Elche ambao Madrid ametoka sare ya goli 2-2 dhidi ya Elche, Vini alianzia benchi yeye pamoja na baadhi ya wachezaji ikiwemo Trent Alexander-Arnold, na alikuja akaingia baadaye kwenye sub, kitu ambacho kinazidi kuonyesha namna ambavyo mahusiano kati ya Vinicius Junior pamoja na kocha Xabi Alonso yanatetereka, na sasa Vini amesimamisha mkataba wake. Of course ana soko duniani na baadhi ya vilabu kutoka Saudi na mataifa mengine wamekuwa wakimhitaji na wamekuwa wakionyesha nia ya kutaka kufanya naye kazi na kutoa hata dau kubwa zaidi. Na mara ya mwisho Madrid walipokea ofa kubwa zaidi kutoka hiyo club, na hiyo club ilikuwa tayari pia kumpa Vinicius Junior. Sasa hivi anadai takriban dola za Kimarekani milioni 30. Calculate kwa miaka 5 utakuja kugundua ni kiasi gani ambacho atakuwa anakipata Vinicius Junior, kama dola za Kimarekani milioni 150 hivi. Lakini ilikuwa tayari klabu hiyo ya Saudi kumpa Vini mkataba ambao utamsababisha apate dola bilioni 1 kwa mwaka mmoja, kwa miaka 5 ambayo atasalia kwenye kikosi hicho ni moja kati ya Al Ahly ama Al Hilal ya Saudi ambao walikuwa tayari kutoa mshahara huo. Kwa hiyo inawezekana Vinicius Junior akaanza kutafuta malisho mapya mapema kabisa mwaka 2026, na kama Real Madrid wakishindwa kurejea katika meza ya mazungumzo vizuri na Vinicius Junior na mahusiano yakiendelea kuwa hivi kati yake na Xabi Alonso, itakuwa changamoto. Of course Xabi anasema hana shida yoyote na hana shaka yoyote ya swala la wachezaji kumkataa au kutokuwa na maelewano naye mazuri, isipokuwa yeye ana mpango wa kuifanya Madrid kuwa timu bora. Kwa hiyo katika hiyo process anaamini kuna msuguano, kuna kutokuwa na maelewano kati yake na wachezaji, na ni jambo la kawaida kwa timu.